Ni michezo na kituo pekee cha kinachokuletea burudani na michezo ni Chapesa Media. Kama ilivyo hada, nimeshika kikitonge bwana, kulingana na tamasha la jana Simba Sports Club pale Uhuru Stadium, pamoja na mchezo uliofanyika dhidi ya Polisi Kenya, Simba akifungwa goli moja kwa 0. Furaha ilianza vizuri, tamasha lilienda, waliandaa vizuri, lakini mwisho wa siku furaha kidogo ilipungua. Kama kawaida yangu nimeingia mitaa Chamanzi kwa Mr. Mzee wa kuteseka. Kama kawaida yetu tunakuja tena kuchambua mchezo wa jana na kutathmini, je, ameiliona tamasha la mtani linalingana na haya kwake au yeye ndo ameshakuwa topu kwenye haya mambo, ila Yanga anaiga. Tumsikilize naye maoni yake na kikosi chake zidi ya Polisi Kenya, na mshambuliaji wake ameshamuona Dumbia anapiga kichwa kinaenda. Tumpe muda au atafutiwe mwingine? Wacha tusikie maoni ya mzee wa kuteseka kama ilivyo ada, mwana Simba Sports Club yuko mbele yenu hapa. Tumsikilize maoni yake. Mzee wa kuteseka. Hey, mambo vipi baba? Safi baba. Kwema kabisa. Kama kawaida. Vipi hali? Fresh tu. Mambo yanaenda? Safi. Jana tulikutana mitaa hii tukizungumzia kabla ya mchezo tulianza na tamasha na tukatathmini mchezo unaoenda mbele. Ukanipa maelezo bwana, mchezo wa leo mawili. Wenda kocha akakiweka kikosi kazi ama akaficha makucha yake ili aliandae tarehe 12. Kwanza tuanze na swala la huo mchezo. Ulikuwa mchezo wa namna gani kwa upande wako? Kwa kweli mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa hivi hali nzuri kabisa ya mwili na furaha tunayo katika nafsi zetu. Na kuhusu mchezo wa jana, kwangu mimi tathmini kubwa niliyokuwa nimeifanya ni mchezo mmoja mzuri sana 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 katika mpira uliochezwa jana. Jana hiyo. Sasa kuna vitu watu hawavielewi na hawavijui, kwa sababu Watanzania wengi hawajui mpira unachezaje wala hawajui jinsi gani goli linafungwaje. Umeelewa? Sasa mwalimu wa Simba ana hatari sana. Ticha wa Simba. Nakwambia ana hatari sana, kwa sababu yule mzee anataka vikosi viwili. Ukiangalia kikosi cha kwanza winga wamo wawili, kikosi cha pili winga wamo wawili, ukija kwenye washambuliaji wapo wawili, ukija kwenye kiungo wapo wawili, ukija beki balaa yani. Wamejaa huku na vikosi vyote viwili. Sasa yule mzee hawajamuelewa mpaka sasa hivi. Yule mzee mbona hatumuelewi? Yule mzee anatafuta vikosi viwili. Na ndio maana kikosi cha kwanza kumuona hajafungwa. Kikosi cha pili ndio maana hajafungwa tena dakika za mwisho. Baada kwa striker wetu kukosa bao ndio tukafungwa sisi. Yale inakuwa ni makosa ya kimpira na mpira inakuwa inatokezea hivyo. Lakini sio kwamba ni sababu Simba ni mbovu. Na mimi nawasikia sana watu wa Yanga wanasema bwana, nyinyi timu yenu ni mbovu. Wanaanza kubeza na hawakubeza leo, toka walipo miaka 5 wanasema timu yetu mbovu. Ila mimi nashangaa kwa nini wanatuambia timu yetu mbovu halafu wanakimbia uwanja. Yanga wanakimbia uwanja na kwenda nje ya uwanja. Kwa nini wanakimbia? Na sisi timu yetu mbovu, lakini wanajua kwamba hao watu sio wazuri kwenye pitch hao watu sio wazuri. Kwa hiyo hata kama tushashaulile jamani, lakini tuangalieni hao watu tusichukulie poa. Lazima na sisi tunawaambia sio kikosi chetu kibovu, hata vutobia kibovu wakitombea kinini, yani sisi tunakubali yote, lakini tuonane uwanjani. Halafu tutakapoona na uwanjani twende kihalali, sio mnapita njia nyingine. Waende njia sahihi. Lakini kwenye njia mbona hata Simba nasikia wao mara nyingi huaga wanapita milango ya tofauti na ile iliyokuwa imepangwa hapa. Wala hapana. Hapana. Kwani kuna faini hujaziona? Faini zilizopigwa kwa sababu faini zile Yanga kapigwa sana zile faini, kwa hiyo ikaonekana na Simba afanyiwe hivyo. Umeelewa? Simba alikuwa anatafutwa sababu naye atoke nje ya uwanja. Na sisi tunasema hivi, TFF ili swala mliangalia kwa sababu gani? Kulikuwa kuna mpango unaandaliwa Simba na yeye apigwe faini kuliko ya Yanga ile. Kwa hiyo ilitakiwa Simba azidi zaidi ya hiyo Yanga aliyopewa milioni 100. Na alifahamu kwa kutosha hilo jambo. Kwa hiyo shehe wangu mimi nakwambia kikosi cha Simba kizuri, wachezaji ni wazuri. Kwanza ninachokuambia kitu kimoja. Yaani timu ya Simba jinsi ilivyo na mchezo wanaocheza, hawana papara, hawana kukimbia ovyo. Yani wanakwenda pasi safi, wanakwenda golini, wanarudisha nyuma, kukua kugumu. Yani hivyo timu pinzani ichomoke irudi hiyo, wanataka kutoa hawataki, wanarudisha nao. Yani ndio mpango unaotakiwa timu, sio kama mbio tu. Yani haieleweki, piga unatakiwa mpira pasi. Yani naambieni yoyote aangalie mpira wa Simba na Yanga viko tofauti kabisa. Sisi hatukimbii ovyo. Lakini Yanga toka kasajili timu yake hujaiona.
na Yanga wengi kawaacha, kaleta watu wengine wapya. Unaizungumziaje? Hatujaiona, lakini kwa wachezaji tuliowasikia ni majina. Wachezaji uliowasikia ni majina tu. Hawawezi kutisha. Kwa sababu gani? Wangetisha angekwenda kwa sehemu nyingine kwenye mpira. Huku kwenye pumbavu tu, Simba na Yanga wapumbavu tu huku. Kwa sababu gani? Huku labda hajapeke zile dawa. Waje apake dawa, tube sindano basi. Bado zinaendelea? Wale hawaachi wale. Wale hawaachi. Kwa sababu bila hivyo wale hawaishi. Kabisa. Haki ya Mungu hawaishi. Sasa tathmini ya jana mchezo ulivyouona. Umeniambia kocha na vikosi viwili. Katika vikosi hivyo viwili, wewe mzee wa kuteseka, kwa jana ulivyoangalia, kipi kikosi ambacho unajua hiki ni kikosi kazi ambacho utakuja kumwangamiza Yanga siku ya tarehe 12? Ni kikosi cha kwanza. Kikosi cha kwanza. Ni kikosi cha kwanza na hakikisha na wewe nao wanajua kwamba wale watu wale ni hatari sana. Ni hatari sana wale, kikosi cha kwanza ni hatari sana. Wale watu sio wazuri. Kile kikosi ndio kilichocheza Muungano. No, wao sasa mimi ninachosikitika kwamba wanatuambia kikosi tu kibaya, ni kibovu. Ukishawafunga kwamba lile kombe sasa tulitaki. Sasa hamulitaki. Mbona mkilipata mnashangilia? Sasa mimi hapa ndo ninaposhangaa mimi. Leo tuwafunge kule Ngao ya Hisani. Watasema sasa tulitaki hilo. Ile kombe sio kila mtu hatulitaki sisi. Kwa hiyo wao utakapofanya vyote wao hawakubali. Kwa hiyo sisi tunachoangalia timu yetu ni mzuri na tunaangalia mashindano ya kimataifa, tutakuja ulizana sisi hapa. Kwa hiyo kimataifa kikosi mnacho na ndani ya NBC kikosi mnacho. So adakta kabisa ndugu yangu. Mna vikosi viwili kazi ambao mmeshaviandaa. Kabisa, timu yote sema mechi inacheza hii, tuna uwezo wa kucheza mechi hii na uwezo wa mechi hii ikaa safi kabisa. Bila shaka. Sasa wewe Polisi Kenya jana wapi waliwazidi wana Simba Sports Club mpaka wanaweza kuwatoa furaha yenu mliokuwa mmeliandaa kwenye tamasha pendwa mliokuwa mmeanza kufurahi, mbele yake tayari mkaanza kukatwa zile furaha ambazo mlikuwa mnahitaji mtoke nazo kwenye ule uwanja? Wale mabwana mchezo waliokuja nao wa kuzuia. Sawa wao wamekuja na mpango kazi wao ni kuzuia, kwa sababu na bahati mzuri hata kocha wao kaongea kwamba tulijua unakwenda na Simba wako vizuri sana, tumewaona. Yani wana wachezaji wazuri mno. Ukija ukipishana nao hatari sana, atakufunga magoli mengi sana. Nikamwambia wachezaji wangu wakae nyuma, wafunge njia zote. Nawapongeza kwa kweli. Na Polisi nimeiona toka wanacheza ligi yao Kenya. Tumefuatilia sana sisi hapa. Wako vizuri sana. Ndio wametoka na ubingwa. Wako vizuri sana. Kwa hiyo mimi nawapongeza, na sisi kwa kweli tulijitahidi sana kufungua ngome lakini ilishindikana. Lakini tunasema hivi, ile ni Polisi. Tunasubiri wao Yanga weki zao za kizamani. Tuje kwa striker bwana. Osman wa Tanzania, Mr. Dumbia. Jana bwana wengi wao wametoka wanaanza kusema bwana yule sio striker, yule bwana ni mchezaji wa Mangungu. Wengine wanasema bwana yule aondoke mapema kabla hata dirisha halijafungwa la usajili, aletwe mbadala. Wewe kwa upande wako umemwona striker jana? Sawa, kwa sababu sisi tunataka klabu bingwa. Kwa hiyo na maoni ya watu, mtazamo wa watu wapo tofauti. Wewe sasa maoni? Mimi kwa kweli tumvumilie mpaka dirisha dogo. Mvumilie mpaka dirisha dogo. Ndio mchezaji utamuona kama ni mchezaji au si mchezaji. Itakapofika dirisha dogo, kwa sababu si muda mrefu, basi anaweza akatafuta striker mwingine aliyokuwa zatiti kabisa mdogo. Anaweza kutumia chances atakazozipata, basi tutafanikiwa. Unadhani ni wapi Dumbia anapofeli? Ugeni wa ligi ambao waliokuja kuichezea, au ni wapi Dumbia anapofeli ambao yale matumaini waliokuwa wanayatarajia yamesha kuwa kama yanaanza ndoto, zile matumaini wana Simba ameanza kupotea? Ni ugeni, kwa sababu ukiangalia yeye ni mpya Tanzania, yeye kwake ni upya. Kwa hiyo alipokuja akaangalia wale watu kule, tena ule uwanja Uhuru, ingekuwa uwanja Taifa yule asingecheza. Asingeweza kwanza, kwa sababu umati kama ule ingekuwa sio mchezo. Pressure za wana Simba. Sasa jana si unaona pale anataka kupiga ile shuti, kajipapatiza mguu anavitetemesha. Yani kwa kweli yule bwana tumvumilie. Tumvumilie. Kichwa anapiga. Sema ndio hivyo, kukosa ni wajibu, kwa sababu wachezaji wakubwa nakosea. Kwa hiyo lile ni jambo la kawaida, ni nini tu mistake ndogo. Kwa hiyo avumiliwe.
Mimi naona avumiliwe. Bwana, wengi wao jana walijua kuna surprise inakuja, na hata semaji alizungumza kuna mchezaji anataka kutambulishwa siku ya jana. Huyo mchezaji anayetaka kutambulishwa, mashabiki wa Simba badala ya kutembea kwenda mbele watakuwa wanatembea kurudi nyuma. Kwa siku ya jana kwenye hiyo surprise, ni mchezaji gani pengine kwa upande wako unajua kweli huyu bosi alimwaga pesa ametusajilia hapa kwenye hiki kikosi chetu cha Simba Sports Club? Kwa upande wa Simba. Upande wa Simba maana semaji alisema kuna mchezaji huyo ni surprise ya wana Simba. Ni tarehe 13 naona kama sikosei. Tarehe 13. Ni Faisal naona. Kumbe bado. Bado. Kumbe bado imewekwa. Unaambia pesa ziko benki. Kwamba wenyewe akishakuwa shati atasaini kule maana yake anatoa benki inatoka anapewa pesa zao. Hii kauli ya pesa ipo benki mzee wa kuteseka. Bosi ana maana gani kauli? Bosi anatangaza kwamba kwa sababu kuna watu Tanzania bado wajinga mpaka leo. Kwa sababu kama jana nilikufahamisha kwamba kuna wao mahesabu hawapigi. Sasa Mo anapiga mahesabu kwamba tutoe kiasi fulani, tubakishe kiasi fulani, kiasi fulani tuende nacho hapa. Sasa wenzetu tofauti. Sasa Mo anapiga mahesabu kwamba lazima watu wanamwambia si hana hela. Kwa hiyo anawaambia mimi hela ipo benki. Ipo benki, na kama mko tayari hata kesho yeye yuko tayari. Kashakwambia kashataja viwanja vyake vya kujenga. Na mimi kwa kweli kuna watu tu pale Simba wana roho hizo kuwaza kwa nini yule bwana hawamtaki Mo, lakini yule bwana anataka afanye makubwa pale Simba. Sasa mimi nakumbuka alituambia atatujengia kwa sababu ilikuwa ni pori lile pale Bunju. Mzee Dalali akaenda na watu wake pale wakafeka manini pale fresh. Yule mzee atakuwa hapo, shukrani sana Simba, atakuwa apewe kipaumbele kweli kweli Mzee Dalali. Lakini hata kurudi pale au mwenyekiti tena. Hata hivyo anapewa kwa sababu yule mzee kwanza mimi nachokwambia hakuna mtu asiyempenda kwa sababu yule mzee anajitolea kwenye Simba. Na Simba, viongozi wa Simba kama ingalikuwa wanaujua umuhimu wa Mzee Dalali, yule mzee angekuwa hapati shida hata kidogo. Yule mzee watakuwa wamlee yule mzee kwa sababu leo napata za ndani kabisa Manchester United wanataka wafanye tamasha kama anavyofanya Simba. Bwana. Naam, hiyo ni akili ya Mzee Dalali hiyo. Na ndio alioanzisha. Na ndio alioanzisha. Nakwambia mimi za ndani nimezipata kama wanataka waanzishe. Watakwambia Maniu anataka kufuata hii. Wanataka kufuate kwa sababu Nyayo zenu wana Simba. Nyayo zetu kwa sababu akamwambia ni kitu kizuri, ni kitu bora, ni kitu kilichokuwa yani duniani watu wengi hawakukifikiria. Kwa akili ya Mzee Dalali. Na mimi nawaambia tena wampe kazi Mzee Dalali. Wampe kazi Mzee Dalali, wala wasihangaike. Arudi mwenye Simba yake. Nakwambia yule mzee aliapa mimi siondoki Simba na Yanga atoka hanifungi. Na kweli miaka yote alikaa miaka 4 yule pale hakufungwa na Yanga. Faida draw. Bas. Na hiyo ndio yenyewe ya kuchuja. ya nini? Mzee wa kuteseka. Jana bwana, baada ya kukutana matajiri au kuja tajiri, zamu ya tajiri pale. Tumeona tajiri, tumemwona mwenyekiti wa bodi wa kurugenzi pamoja na mwenyekiti wa Simba Sports Club Mheshimiwa Mangungu. Wengi wao au baadhi ya mashabiki wanasikitishwa na kitendo cha jana kuwa mwenyekiti wa Simba Sports Club akiwa yeye ni bosi au ni mdhamana wa klabu ya Simba Sports Club kutokupewa maiki kuweza kuongea na wanachama wa Simba Sports Club. Ili mzee wa kuteseka unalishukuliaje? Ni kutoa kwa watu, unajua tatizo la watu wanatafsiri vibaya sana. Na tatizo la vilabu hivi kuendelea itakuwa ni mtihani sana. Kwa sababu kila mtu ana kiongozi wake. Na shida ile klabu ni atakuwa kiongozi mmoja. Sawa Sasa leo imefikia sehemu kila mmoja anakuambia Mangungu ndiye, Mangungu sie. Lakini inakuja kwamba tabia unapoifanya tofauti watu watakustukizia tu kwamba labda atakuwa sie. Ila hata mimi mwenyewe jana nimemshangaa Mangungu, kwani hata jezi hakuvaa. Hata jezi? Hakuvaa jezi. Kwa hiyo naona mashaka na kwa sababu ukiangalia kwenye jukwaa pale wote wamevaa jezi. Yeye peke yake. Ni jambo lilokuwa la kusikitisha. Lakini mimi naambia tu mzee wangu Mzee Mangungu kwamba kuna vitu vingine sio vya kulazimisha. We kama unaona, kwa sababu mimi nampongeza sana Mkwabi bwana. Mkwabi alipokuja kaona watu bwana, naona klabu inaenda hivi haendi, akaamua kujiuzulu mapema kabisa. Kwa nini yeye anang'ang'ania tena kama watu wa nini waache klabu yao
waone kwamba jamani, je, ni Mangungu au ni shida kitu chengine? Basi mimi namshauri tu mzee Mangungu bwana atumie busara, awache klabu yao, kwa sababu yeye akiangalia kwanza jitathmini, miaka 4 kafanya kitu gani pale cha maendeleo? Miaka 4. Sasa hata ndio sifa ya mwanadamu, anatakiwa jitathmini. Sifa ya kiongozi atakuwa jitathmini kwamba inapofikia sehemu kwamba unafanya vibaya, basi wewe utakuwa uondoke ile sehemu, kwa sababu ina maana haikuhusu. Mzee kuteseka. Miaka 4 ya Mangungu, unasema nini alichokifanya? Mangungu Simba alikuta ipuka katika renki ya namba gani? Kipindi anaingia pale Simba. Namba 5. Ameikuta namba 5. Kwani Simba imepanda renki namba 5 kipindi kile? Sio imetoka mbali kidogo? Hapana. Na finali ilienda kipindi tuongozi wa nani? Baada ya miaka 4 ile ya 2017 naingia Mo. Tuna mitano sisi. Tuna mitano tuna mitano pale. Sasa yeye Mangungu nafikiri kama sikosei alichukua uongozi wa muda. Yeye alichukua muda. Baada hapo ndo kaja uchaguzi. Kaja uchaguzi, si ndio? Sasa ina maana yeye ndio miaka 4. Sasa kama miaka 4 hujafanya vizuri, maana yake wewe tayari. Akisi alipeleka finali shirikisho? Hapana. Amjenge finali? Hapana. Alikosea kitu kimoja. Yaani katika vilabu hivi viwili, kiongozi yote anatakiwa aite umoja. Yaani aite umoja katika kilabu. Sasa yeye hakufanya hilo jambo, ndio kilichokuja mfanyisha kile mfelisha yeye. Baadaye watu sasa wakakaa tu wanachama na wapenzi, wakaleta wao umoja wao, bwana toka timu hizi tufanye tushinde, ndio hiyo ukaona watu wameshinda. Lakini ile kwenda finali ni nguvu za wanachama, sio mwenyekiti. Walijipanga kwanza, hata Mo alitia mkono wake. Kumbe. Lakini sio Mangungu. Mangungu kuna watu pale aliwatenga. Kwa jana kilichofanyika kutopewa maiki mwenyekiti kuzungumza na wanachama, kwa upande wako unasema ni sawa? Yeye mwenyewe kwanza yuko pale, yuko anajisikia aibu kwa sababu hakuna anachokisema, kwa sababu baada anatakiwa aseme jamani, miaka 4 umeiona niloifanya, lakini wapi hata asema nini tena pale. Huwezi kumpa maiki watu watakuja kumsomea bure. Sasa busara imetumika ujue. Busara imetumika. Sana naendelee kutumiza. Kwa sababu pale angempa maiki, akaongea wangemsomea. Ingekuwa ni kitu cha aibu. Wangeharibu lakini bora vile wangempa maiki wangesomewa. Sasa poa, tuje huku mzabuni wenu wa jezi pia. Jana tunakuta hakuweza kupewa maiki angalau kuongea mawili matatu kuhusiana na jezi. Na pia ile nani yake, tuzo yake kapewa kupitia watu wengine, haijatathminiwa au hajapewa na mwenyekiti. Nayo pia ni sawa ile. Kwanza kuongea, mzabuni aliongea kuhusu jezi. Alishika maiki isipokuwa kabla ya pale alishika maiki na akaongea na akatoa tathmini zake na vizuri na akashauri wana Simba wanunue jezi original. Aliongea, kuna kipindi sio kama watu wote watakwenda kwa pale. Pale kuna timu nyingine wanatakiwa kubadilisha kila siku, sio kama wao viongozi wote wakutane pale, hapana. Lakini aliongea vizuri tu. Tumalize na hili pia. Tajiri bwana anasema yeye anashangazwa na maneno ya baadhi ya wanachama na mashabiki huko nyuma nje. Wanamlaumu kuwa Mo anazuia mchakato wa kadi, Mo hatoi pesa, Mo anazuia mambo zaidi ya kama 3 au 4. Lakini yeye kakana siku ya jana, mimi pesa natoa na sijazuia mchakato wa kadi za wanachama. Kwanza nimewaongea na mwenyekiti anipe tathmini ya wanachama wako wangapi ili niingie katika mfumo wa kuwatolea bima. Unadhani ni sahihi hilo? Kwanza hakuna mtu asiyeona na asiyejua, kwa sababu ukiangalia usajili klabu kuendeshwa ile, unaona sio kitu cha mchezo. Hatuna chanzo chochote cha kuendesha timu, unaona ni tajiri ndo anatoa hela. Kwa hiyo hawa watu wengine wajifurahisha tu kwamba kwa sababu hawa hawajui adha ya kuondoka tajiri. Ila Yanga mpaka leo wanajua adha ya kuondoka tajiri alafu akabakisha maskini. Sasa hawa bado hawajajitambua. Lakini yule bwana mkubwa anatoa hela ni nyingi sana. Ni nyingi. Tajiri anatoa hela nyingi sana kwa sababu kukaa kambini timu sio mchezo. Kwanza Bunju ukaenda kwanza kumebadilika. Leo tuna kiwanja chetu cha mazoezi, wenzetu hawana. Wamekaa KMC pale wamefukuzwa. Sasa kule sio kwa wanakodi. Wanakodi. Hakuna anasema, hakuna tangazo kama pale pa Yanga. Hamna. Wanakodi nako kule. Kuna kipindi kodi kubwa kaondoka kwanza kaka KMC. Bwana leo Mwananchi naye anahitimisha siku ya Mwananchi. Kilele cha Mwananchi. Anarudia na yeye anafanya tamasha lake pale. Je, ulivyoliangalia tamasha la Simba la Yanga,
linaendana na kwanza hawana historia hiyo. Hawana historia hiyo na nakwambia jana usiku. Sisi hata wengine hatujamaliza kuondoka pale. Wao wanakuja kuroga tayari. Eti mpende mchezo wa kirafiki wanaroga. Wanataka kuroga. Wanaroga mchezo wa kirafiki. Yaani vitu vya maajabu kabisa wanavyo jamaa. Hata mchezo wa kirafiki. Wanataka kuroga. Wanaroga. Jamaa kweli kiboko. So walikuja kuandaa maandalizi gani? Maandalizi gani? Jukwaa lipo. Kila kitu kipo. Wanachukua tu sticker taa asubuhi, unachukua sticker unabandika basi mambo yameisha. Sticker haina kazi bwana. Unafanya unaondoka zake. Sasa bwana unaroga hata mechi ya grafiki. Bwana mzee Kuteseka, mimi nashukuru kwa mawili matatu tuliokuwa tumeongea, na imani tusubiri tarehe 12 tuonane Zanzibar. Tarehe 12 muonane Zanzibar. Hakika. Hakika kabisa. Kikosi chako. Nani mimi nakwambia hakika. Wao wenyewe wanajua. Anapigwa. Wanajua. Asante sana. Bwana, nilikuwa na mzee wa Kuteseka hapa Chamazi Magengeni tukizungumzia mchezo wa jana na Simba Yake Sports Club. Anawapa taarifa wana Yanga tarehe 12 mkutane Zanzibar. Msije mkaja kulalamika kusema timu yetu ilikuwa bado hajaelewana wachezaji sio nini, hataki hilo neno. Mimi sina la ziada. Endelea kufuatilia na kutufollow, endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Hii ni Chapesa Media, ndio channel pekee ambayo inakufikishia habari nzuri za kimichezo na burudani. Bye bye.